Masomo ya misa takatifu Jumatatu baada ya Epifania. Somo la kwanza, Yohane wa kwanza sura ya 3 mstari wa 22, kisha sura ya 4 mstari wa 6. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Yohane. Wapendwa, lolote tuombalo twalipata kwake, kwa kuwa twashika amri zake na kutenda yampendezayo. Amri yake ni hii: tusadiki kwa jina la mwana wake Yesu Kristo, na tupendane sisi kwa sisi, kama alivyotuamuru. Ashikaye amri zake anaishi ndani ya Mungu, na Mungu ndani yake. Kujua ya kuwa anaishi ndani yetu, twajua kwa Roho aliyetupeleka. Wapendwa, msiamini kila roho, bali zipimeni roho kama zimetoka kwa Mungu. Kwa maana manabii wengi wa uongo wamesambaa ulimwenguni. Roho ya Mungu mnaijua hivi: kila roho ikiriyo ya kuwa Yesu amekuja katika mwili imetoka kwa Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu haitoki kwa Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambaye nimesikia anafika, na sasa amekwisha kuwapo ulimwenguni. Ninyi wanangu, mmetoka kwa Mungu na mmewashinda wale, kwa maana mmetoka kwa Mungu na mmewashinda wale, kwa maana yeye aliye ndani yenu ni mkubwa zaidi kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Hao ni wa ulimwengu, wanena lugha ya ulimwengu, na ulimwengu huwasikiliza. Sisi tumetoka kwa Mungu. Yeye amjuaye Mungu atatusikiliza, asiye wa Mungu hatusikilizi. Hivyo tunatofautisha roho ya kweli na roho ya upotevu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 2 mstari wa 7 hadi 8, 10 hadi mstari wa 11. Kiitikio: nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Nitatangaza amri ya Bwana. Yeye aliniambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa mali yako. Nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Sasa enyi wafalme, kuweni wasikivu. Muonyeke, enyi mnaotawala dunia. Mtumikieni Bwana kwa uchaji, mshangilieni kwa kutetemeka. Kiitikio: nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Yesu alitangaza injili ya ufalme na kuponya kila ugonjwa na maradhi katika watu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako e Bwana. Mathayo sura ya 4 mstari wa 12 hadi 17, 23 hadi 25. Wakati ule Yesu aliposikia ya kuwa Yohana ametupwa gerezani, alirudi Galilaya. Aliondoka Nazareti, akaenda kukaa Kapernaumu,
kandoni mwa ziwa, katika tarafa ya Zabuloni na Naftali. Hivyo litimie neno la nabii Isaya aliyesema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, kandokando ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa, watu wakaao gizani wameona mwanga mkuu. Wenye kukaa katika nchi na uvuli wa mauti wameangazwa na nuru. Kutoka hapo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu mbingu umekaribia. Alizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuitangaza injili ya ufalme. Akaponya kila ugonjwa na maradhi katika watu. Sifa yake ikaenea katika Siria yote. Wakamletea wote wenye shida, ndio wenye magonjwa mbalimbali na maumivu, waliopagawa, wenye kifafa na wenye kupooza, akawaponya. Makundi ya watu wakamfuata kutoka Galilaya, Dekapoli, Yerusalemu, Yudea na ng'ambo ya Yordani. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.